wa barabara kwa sababu walikuwa na urafiki wa karibu sana. Magufuli alikuwa amekuja hapa mara kadhaa. Alikuwa anagombea urais. Na katika upinzani kulikuwa na yule ambaye yuko sasa korokoroni anaitwa, nimesahau jina kidogo. Yaitwa nani? Yule ambaye yako korokoroni sasa. Jina linakwenda kidogo. Jina limepotea kidogo. Tundu Lissu in fact alikuwa na challenge President Magufuli. Nimemuona akisema leo kwamba alitamani sana kule gerezani ahudhurie, lakini picha ambazo tunaziona kwenye runinga moja kwa moja ni kwamba ni mwili wake hayati Raila Odinga ukiingizwa nyumbani kwake Opoda Farm moja kwa moja. Kumbuka pamekuwepo mahali ambapo Wakenya wamekuwa wakiutizama mwili huo, lakini kwa sasa unaingizwa kwenye boma lake na kwa nyumba yake. Kumbuka katika mila na itikadi za jamii ya Wajaluo ni kwamba mwili wa mtu yeyote ama kiongozi yeyote mwenye hadhi kama hii, lakini pia kwa watu ambao mila zao ni kwamba wanastahili mwili kulala angalau siku moja kwenye boma yake kabla ya mazishi. Na kumbuka matakwa yake Raila Odinga na wasia wake ni kwamba alitaka katika saa 72 awe amezikwa. Kamati ile ya andalizi ya mazishi ilifanya kadri iwezavyo kwa juhudi zake kuhakikisha kwamba wanawiana na masaa ambayo yapo na wanaingiana na masaa 72 ambayo alipendekeza. Maombolezi yamekuwa yakiendelea siku nzima. Wakenya kutoka kule Mamboleo, uwanja wa Mamboleo Kenyatta kule kaunti ya Kisumu walipata nafasi ya kutazama mwili huo moja kwa moja, na baadaye mwili huo ukaletwa huku Opoda Farm, lakini kwa sasa unaelekezwa katika nyumba yake ambapo utalala siku hii ya leo. Kabla ya hapo, kesho shughuli nzima ambayo ni ya kumzika inastahili kwanza. Ni mwili ambao uko kwa ulinzi mkali wa wanajeshi na maafisa wa polisi kwa pamoja, ukipewa hadhi ya kijeshi na itifaki zote za kijeshi zikifuatwa moja kwa moja. Kama wanavyo kuanzia asubuhi wamekuwa ngangari, wamekuwa ange kuhakikisha kwamba wanafuata haya kwa pamoja. Bendera mbili hizo ishara ya kwamba mtu ambaye alitumikia pakubwa taifa hili na mojawapo ya yale ambayo yanafuatwa katika mila na itikadi za wanajeshi, na maua yenyewe pia kibebwa na wanajeshi. Na katika maombi pia, kama umekuwa ukifuatilia kwa ukaribu, ni kwamba hata pia yanafanyika na makadinali ambao pia ni wanajeshi, na mchana mzima vikosi vya usalama vimekuwa vikiulinda mwili huo kwa vote vile kuhakikisha kwamba waombolezaji wanapata nafasi ambayo wanatarajiwa kuipata, lakini pia unalindwa kwa kiasi ambacho kinastahili. Moja kwa moja picha ambazo unatazama ni za wale wanajeshi pamoja na viongozi ambao wapo kando tu wakishuhudia mwili huo ukiingizwa katika boma lake hayati Raila Odinga. Mama Aida Odinga mchana wa leo aliomba umma kuhakikisha kwamba endapo hata wanamuomboleza kuna kuwepo na heshima na wanafuata heshima ambayo Raila Odinga pia alikuwa ameitamani, alikuwa ameidhamiria, alikuwa anaienzi zaidi. Maafisa wa jeshi pale wakijipanga jinsi ambavyo watautoa mwili huo polepole na kuingiza katika boma lake Raila Odinga. Kumbuka viongozi wengi wapo pale, wakiwemo magavana wa kaunti hiyo, na pia viongozi wengine ambao walikuwa karibu zaidi na chama cha ODM na boma hilo lake na familia ya hayati mzee Raila Odinga, na kiongozi ambaye ni shujaa katika taifa hili la Kenya. Lakini najua mimi nakuelezea kutoka upande huu, lakini yupo mwanahabari wetu Apollo Kamau ambaye amekuwepo huko mchana mzima na Violet Auma ambao wapo kule, na kwa sasa navuka huko moja kwa moja. Apollo, iwapo unanipata, ni kipi ambacho kinaendelea? Tuko na kupata kwa njia iliyo salama kabisa. Tuko katika makao yake aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, na kwa sasa
kile ambacho kinafanyika ni mwili umeweza kuletwa katika makao yake, ambapo utaweza kulala hapa kwa usiku wa leo kabla ya maziko hapo kesho. Kwa hivyo pale unaona maafisa wa kijeshi pale wakiingiza mwili kwa kile kwa kile kichumba ama ile nyumba ndogo ambayo imewekezwa hapa ya kuweka mwili. Viongozi wa kidini vile vile wakiwa wameandamana na mwili. Kumbuka kabla ya mwili kufika hapa ulikuwa katika uwanja ambapo wenyeji wa hapo walipewa nafasi ya kuweza kutazama, na kulikuwa na umati mkubwa sana, manake walizuia mwili kufika hapa, wakahakikisha kwamba umepelekwa huko juu ndio waweze kutazama huko. Kwa hivyo hapa sasa umeletwa nyumbani na maafisa wa kijeshi wameweza kukamilisha shughuli hii. Baadaye kutakuwa na maombi hapa, na baada ya hapa sasa leo itakuwa tu ni siku ya maombi, siku ya kumkumbuka mwenda zake kabla ya hapo kesho, wakati wa ibada ambayo itafanyika katika chuo kikuu cha Jaramogi. Kwa hivyo sasa ni maandalizi ya dakika za mwisho ya kuandaa mwili, na jeneza pale tukiangalia limefunguliwa. Sijui kama wanataka kuweka bendera ama ni ile kofia yake, lakini umeweza kufunguliwa pale. Tusubiri tu tuone ambalo linafuatia katika makao yake Odinga, mahali tupo sasa. Kumbuka kwamba mwili ukilala hapa nyumbani, hapo kesho maziko yatafanyika kwa babake. Atazikwa kando ya babake Jaramogi Oginga. Kwa hivyo hapa sasa ni kusubiri tu tuone ambayo yanafanyika. Kumbuka kule Kisumu siku ya leo sio wote waliweza kutoa heshima zao za mwisho. Wengine waliachwa wakiwa na ghadhabu, wamehuzunika, hawajaweza kutoa heshima zao za mwisho. Lakini hapa pia wenyeji wa Bondo nyumbani kwake Odinga wamepata nafasi ya kuweza kusema kwaheri, na kwa hivyo hapa sasa ni mahala pa maombi, mahali pa kukumbuka tu mwenda zake. Viongozi hapa wakisemezana, kama nikiangalia upande wangu wa kulia hapa, kwa muda mchache ambao umepita nimeweza kumuona gavana wa Kisii Simba Arati na viongozi wengine. Hapo awali walikuwa wameweza kufika hapa lakini wakaondoka, lakini kwa hivi sasa wanarejea. Jeneza limefunguliwa pale na kuna wale maafisa ambao wanahusika na hafla hii, pengine kuangalia tu kama kila kitu kishwari kabla ya kulifunga lile jeneza. Kwa sasa limefunguliwa. Wacha tu tutazame picha tuone yapi ambayo yanafuata. Sijui Liz kama unanipata. Na ninauliza hali ipo vipi upande ulio aswa? Wananchi wameondoka katika boma hilo baada ya kutazama mwili mchana mzima Apollo? Na hali imekuwa ngumu hapa. Hata kwa sasa tunavyozungumza ni kwamba lango la kuingia makao yake Odinga limefungwa. Maafisa wa kijeshi wameshika doria mahali tuko, manake kuna umati ambao ulikuwa unataka kuingia huku ndani, lakini lango likafungwa. Kwa hivyo kwa sasa kama unavyotazama, wanafamilia wana nafasi tena hapa kuweza kutazama mwili, kuweza kusema kwaheri. Na kama unavyoona familia
marafiki wenyeji wa hapa pia wenye wako katika makao haya wanapiga foleni pale kuweza tu kutazama mwili na kutoa heshima zao za mwisho. Kwa hivyo kumbuka kwamba hafla hii ilifanyika katika jiji la Nairobi kule Kasarani, ikaelekea uwanja wa Nyayo, ikafika hapa Kisumu siku ya leo. Baadaye leo jioni wakaelekea hapa tu katika shamba la Odinga Opoda Farm pale juu, ambapo wananchi walipewa fursa ya kuweza kutazama mwili. Lakini sasa tuko ndani ya makao ya Odinga, ambapo familia na marafiki wa karibu ambao wako kwenye ukumbi huu wamepewa nafasi ya kutazama mwili. Liz, leo kumekuwa na maandalizi katika chuo kile cha Jaramogi Oginga kuhusiana na shughuli ya kesho. Sijui kama umefika kule ukaona hali ipo namna gani, mambo yamekamilika ama kupo namna gani? Naam, tuliweza kupitia pale awali na uwanja tayari uko sawa, umekamilika. Tulipofika pale ndio walikuwa wanaegeza ile hema ya wageni na ya waombolezaji ambao wataweza kuhudhuria ibada ya mazishi pale katika uwanja. Kumbuka kwamba ni ibada ambayo itaongozwa na kanisa la Kianglikana, manake Odinga na familia yake walikuwa waumini wa kanisa la Kianglikana. Pale kila kitu kishwari. Vile pia kulikuwa na runinga ambazo zilikuwa zinaekezwa katika uwanja huo kuhakikisha kila kitu kisawa. Mambo kuhusu usalama imekamilika na maandalizi yote pale kwa sasa naweza sema imekamilika. Wanalosubiri ni siku ya kesho ya ibada pale. Pengine jambo ambalo limekuwa na mvutio hapa ni umati ambao umejitokeza tulipofika hapa kutoka Kisumu. Barabara yote kwenda Siaya kufika hadi hapa Bondo hakukuwa kunapitika, hasa kuingia katika barabara ya kuingia makao yake Odinga. Kuna bodaboda, wenyeji walikuwa wengi, magari ndiyo hayo, kulikuwa na msukumano mkubwa, na haya yote ilikuwa tu ni harakati za mwisho kwa wakazi wa hapa kuweza kufika pale kwa uwanja katika shamba hili la Oponda kuweza kutoa heshima zao za mwisho. Na shughuli hiyo kwa sasa ikiwa ni masaa ya jioni ndio inaendelea hapa. Tumeweza kuona familia wamepewa nafasi ya kwanza wakaweza kuzunguka pale na kwa sasa wale ambao ni marafiki wa karibu na vile waheshimiwa pia wamepewa nafasi nyingine ya kuweza kutazama mwili na heshima zao za mwisho pale kwenye ukumbi ambapo jeneza limewekezwa. Liz, wakati tunazungumzia hayo mchana leo tuliona viongozi mbalimbali kina Musalia Mudavadi, wazee kutoka jamii ya Kalenjin. Tumeona leo jioni tukaona pia Natembea na wengine wote wanaendelea kuleta ng'ombe. Sijui kama ulipata nafasi ya kuongea na baadhi ya wazee wakakuelezea maana ya zile ng'ombe ambazo tumeona zikiletwa pale, umuhimu wake na ina maana gani wakati kama huu? Naam, kwa zile ng'ombe ambazo zinatoka kaunti tofauti na ambazo uliweza kuona na watazamaji wetu pia wakaweza kuzitazama, ni kwamba zile ng'ombe zitatumika hapo kesho baada ya ibada ya kanisa na baada ya mwili kuwekwa mchangani. Manake pale ndio wazee sasa wataingilia kwa ile sherehe inajulikana kama teroburu, ambayo ni ya kufukuza mapepo mabaya na kuhakikisha kwamba mwenda zake anaposafiri hana yale mapepo mabaya. Kwa hivyo zile ng'ombe zitaweza kuzunguka mahala atazikwa, pengine huko pembeni. Vijana watatumika kuweza kuzifukuza, kuzikimbiza hapa na pale kama ishara ya kufukuza zile mapepo. Na
hiyo sherehe itafanyika baada ya ibada ya kanisa na baada ya Odinga kuzikwa. Ni kitu ambacho si kujua kwamba kinakwenda namna hiyo, na watazamaji wetu wengine najua walikuwa wafahamu hilo. Apollo, hali ya usalama ipo namna gani wakati ambapo ninakuachilia uende kwa kutuandalia mengine ambayo pia tutarejea kukuuliza? Siwezi sema Liz, maafisa wa usalama wako na wakati mwepesi hapa. Wana kibarua kigumu, manake tunavyozungumza hadi sasa wenyeji wako pale nje ya lango la kuingia makao haya, bado wakijaribu tu kuingia, manake ni wengi ambao bado hawajapata nafasi ya kuingia, na kwa hivyo imebidi maafisa wa jeshi hapa washike doria, wazunguke pale kwa lango, wameshika doria pia. Huku ndani pia mambo inaendelea kwa utaratibu, hakuna wakikuambia ni hapa simama hapa unasimama hapa, hakuna kusonga songa. Kwa hivyo wao wanataka utaratibu, na licha ya makelele na misongamano ambayo inafanyika huku nje, hapa ndani hali ya usalama ni shwari. Nakumbuka kwamba hapa ndani ni muhimu sana, manake Odinga ameweza kulazwa pale, na hii ndio mara yake ya mwisho nyumbani kwake kabla ya kuzikwa hapo kesho. Kwa hivyo maafisa wako chonjo, wako gangari. Liz. Asante sana Apollo Kamau, nitakuwa nikikutafuta baadaye, manake nipo hapa hadi karibia saa 3 kabla sijapisha mwingine kuendelea. Asante kwa kazi safi ambayo mnaitekeleza upande huo na Violet Auma. Ninarejea hapa studioni nikiangazia mengi zaidi ambayo pia wanahabari wetu wameyatengeneza kwa ajili ya kukujuza wewe mpenzi mtazamaji. Lakini picha ambazo unaziona pale ni za familia, marafiki, watu wa ukaribu na familia yake Raila Odinga moja kwa moja kutoka nyumbani. Kumbuka wamefika viongozi wengi wakibubujikwa na machozi kwa kuwa wengi wana mambo mengi ambayo wanamkumbuka kinara huyo na aliyekuwa waziri mkuu nayo kwa kuwa walitangamana kwa njia moja au nyingine. Na labda nikukumbushe kwamba shughuli hii huenda itaendelea kwa muda kabla ya asubuhi kufika, wakati ambapo kamati imesema kwamba shughuli ambazo zitaendelea zitakuwa tofauti kuhusiana na yale ambayo yatakuwa yakitendeka. Na yote kwa pamoja tupo hapa kuhakikisha kwamba tunakujuza, tupo hapa kuhakikisha kwamba tunayaona jinsi ambavyo yanakwenda. Na baadaye saa 2 kamili nitakuwa nikizungumza na kinara wa Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo walihusiana. Kumbuka huyu ni mmoja wa wale walikuwa wandani na walifanya kazi karibu na yeye kinara huyu wa ODM aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga moja kwa moja. Na nitakuwa mwelekezi wangu baadaye akinielekeza huko ambaye ni Emmanuel Inonda, na pia mhariri wangu mkuu anafahamika kama Gashuru, Macharia Gashuru. Wote kwa pamoja watakuwa wakinielekeza huko. Lakini hapa nilipo nina Alex Matere pia ambaye pia tutaangazia mengi kuhusiana na hii safari yake Raila Odinga, safari yake ya mwisho ambayo imechukua mkondo kuanzia asubuhi hadi wakati huu, na baadhi ya yale ambayo mengi pia tutakuwa tukikuandalia kutoka kaunti zote 47 moja kwa moja kutoka humu studioni. Nakumbuka pia asubuhi ya leo mwili huu ulisafirishwa kutoka humu nchini hapa jijini Nairobi kuelekea katika kaunti ya Kisumu, ambapo Wakenya walipata nafasi ya kumuomboleza na kuona mwili wake Raila Odinga moja kwa moja na kumuomboleza. Na wengi walikuwa wanatamania kuona mwili huo wake Raila Odinga, na wamepata nafasi, manake shughuli hiyo imeongozwa kwa utaratibu na maafisa wa usalama wakiongozwa na jeshi la taifa hili la Kenya. Yote kwa pamoja watakuwepo hapo kuhakikisha kwamba wamehakikisha kwamba kila kitu kinakuwa shwari. Nakumbuka kama nilivyosema,
ni kwamba wanahabari wetu wapo Ange kaunti zote 47. Wamekuwepo viongozi mbalimbali ambao wamezungumza kutoka kaunti ile ya Siaya, kiwemo James Orengo ambaye ni gavana wa kaunti hiyo ya Siaya. Amekuwepo ambaye ni dadake mdogo Raila Odinga kuzungumza kuhusiana na masuala mbalimbali. Emmanuel Inonda, ninajua atakuwa akinitumia nafasi ya kuzungumza na kiongozi huyo wa Wiper